au ni jukwaa la vijana la kusupport, kuempower kuanzia kwenye talent mpaka kwenye uwekezaji wa vitu vingine nje na talents, lakini ni wa creative zaidi. Si kwamba wale ambao hawana sio wabunifu kwamba si vijana. Hapana. Tunakuwa tuna maana ya kwamba tunataka tumempower kijana, tumtoe kijana kwenye hali ya kujichukulia yeye ni wa kawaida. Umenielewa? Kwa sababu hata sisi tunaandaa tamasha hili wote ni vijana kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo kijana ana mapana sana ya kuweza kufanya vitu. Okay, sisi tumekuja kuwa kama solution ya zile changamoto ambazo vijana wengi wanaweza kaislabu wanazipitia. For example, kijana anaweza kuwa na business idea, hana mtaji wa kuendesha ile business idea yake alionayo. Sisi tunampatia jukwaa la yeye kuweza kuexpress business idea yake worldwide. Kwa yote ambaye anaweza kaipenda akafanya naye kazi. Lakini kwetu sisi pia kwa wale ambao watakuwa wamefit kwenye vigezo vyetu, kwa maana ile budget ambayo tulionayo, basi wanaweza kupewa hiyo mitaji wakazalisha, then after 1 year tunaporudi kwenye season 2 wanakuja na matokeo chanya mbele ya Tanzania, na tunawasupport wengine na wengine na wengine na wengine. Hivyo kikubwa ni kwamba ukiinuka wewe, akiinuka nikiinuka mimi, pamoja ndio tunaweza tukafanya kitu. Okay, Tanzania Thamani tunu yetu. Hili tamasha ni kwa mara ya kwanza nafanyika Tanzania au ni tamasha ambalo limekuwa likifanyika kila mwaka? Huu ni mwaka wake wa kwanza na mimi ndio balozi wa kwanza natambulishwa. Yeah, kwa hiyo ni mara ya kwanza Kendrick niseme kwamba lishawahi kufanyika. Na tunashangaa hata sisi wenyewe, mfanano wake ni kama tumeshafanya miaka miwili mitatu, umekuwa mkubwa sana. Kwa hiyo tunashukuru, na ni kwa sababu tumezungumzia maisha ya vijana. Maisha ya vijana ndio the best topic sasa hivi ambayo inaweza ikasikilizika. Kwa sisi tumekuwa ni sikio ambalo tumeweza kusikia vijana wetu nini wanataka, basi tukasema tugawane tulicho nacho. Sawa. Nadhani Tanzania kuna matamasha mengi sana yanatokea kila mwaka, mwanzo, katikati hadi mwisho wa mwaka. Tuambie, Tanzania Thamani tunu yetu litakuwa ni tamasha la utofauti wa kiasi gani na matamasha mengine ambayo tumezoea kuyaona Tanzania? Kwanza kabisa, kwenye matamasha mengi mteja analipa kiingilio kwa ajili ya kwenda kutumia. Tamasha hili kiingilio kinalipwa kwa ajili ya kuempower, kuwainua wengine. Ndio tofauti yake ya kwanza. Tanzania Thamani ukilipa 1 milioni kwa ajili ya meza watu 10, ujue katika wale ambao wamekuja katika mshindi wa kuchora kuna mmoja wao umemwezesha. Katika wale mamodo watakaopita pale kuna mmoja umemwezesha. Katika watakaopata 2 za mtaji, kwa sababu hatujui namba watakuwa wangapi. Tunaweza kusema tunawapatia 6, tukapata business idea 20 ambazo ni heavy. Ushanielewa? Kikubwa ni kwamba watoto walete business idea zao. Tutangaza maeneo ambayo tutakuwa tunafanya hizo interviews kwa usafi kabisa. Kwa hiyo Tanzania Thamani utofauti wake kwanza ni huo. Ukilipa ujue umemuinua kijana. Pili, Tanzania Thamani si tu kwenda pale kucheza, ni kwenda kujifunza. Kwa sababu kama kuna kijana atakuja kuonyesha uwezo wa kuchora less than 20 minutes, yani chini ya pungufu ya dakika 20, maana yake Tanzania huyo atawatia chachu wachoraji wengine kuonesha kwamba bwana kuna kitu cha kujifunza hapa. Na mimi nitakiwa na speed kama ile, maybe ikitangazwa season 2 naweza nikaenda nikaokota 1 milioni. 1 milioni ni chache kwa kuitamka, ni kubwa ukiweka kwenye uwekezaji. Kwa hiyo Tanzania Thamani haiko tu kwa sababu tukutane, tucheze, tuburudike, twende nyumbani tukadithiane. Hapana. Ni jukwaa la kujifunza, ni jukwaa la kuinua, ni jukwaa la kurejesha umoja wa kitaifa, uthamani wetu kama Watanzania. Tukae. Inawezekana, jana nimependa kitu kimoja, Mo Dewji amekaa na Nzala. Umenielewa vizuri? Nzala, nimeona ile clip, nimesikia raha. Nimesikia raha sana. Na mimi natamani nipate fursa nikutane na Mo Dewji, nimpatie certificate, nimwambie hii ni best kwenye taifa letu. Kwa nafasi yake na kwa hadhi yake, kukaa na content creator Uncle Zala. Sisemi ni mdogo, nazungumzia kwa level yake ya watu wanaokutana nao. Kumpatia fursa Uncle Zala hata 2 minutes, Uncle Zala kushowcase, yani kuonesha talent yake kupitia Mo Dewji. That's huge. That's huge. Kwa hiyo tunatamani vitu kama hivyo, kwamba ifike leo Kendrick, unajua unakaa na wakubwa, na kina Haji Manara, unaelewa? Sasa tunaona kama hizo, Haji Manara anasema mimi nakaa na Kendrick, nampatia kila kitu Kendrick, just do your part. Umeelewa? Sasa hao watu wanatakiwa kupewa appreciation, lakini sisi pia vijana tunatakiwa tuone kwamba hapana, wakati mimi nalalamika, mbona mwanangu Kendrick anafanya kazi na wakubwa na maisha yanaenda? Kweli. Mimi kuna sehemu labda nina shida, au kuna sehemu labda sijapata pa kuanzia. Kwa hiyo vijana tukae kwenye kuzungumza leo mema na mazuri kwa ajili ya maendeleo yetu kuliko vitu vingine. Sawa, iweke sawa hii. Watu wanajua hii event labda ni kwa ajili ya Injili, muziki wa Injili.
hii ni event kwa ajili ya watu wote, and that's why leo mmeamua kucollaborate hadi na watu wa nyimbo za asili. Hii ni event ya Mtanzania. Okay. Sio mambo ya injili. Sio mambo ya injili. Japo yamo. Ukiniangalia mimi unaona unazungumzia masuala ya mambo ya ibada kwa sababu umeniona mimi. Okay. Mahubiri yao yanatosha. Sio, umeelewa? Okay. Yaani unatakiwa ukiniona mimi ujue kwamba yes, hii ndio type ya watu tunayotaka. Okay. Na mhubiri muumba na kuwa nafanya kazi na litumikia taifa langu kwa uaminifu na kwa uadilifu. Nafikiri hiyo ndio main topic ambayo tulikuwa tumekusudia, kwamba tamasha hili ni tamasha ambalo lenyewe halina dini, halina dhehebu, halina imani, halina ukoo, halina kabila. Tamasha hili ni la kila mmoja. Okay. As long as wewe ni Mtanzania. Shukrani sana. Nashukuru sana. Okay.